Mheshimiwa Spika, uniruhusu kwa unyenyekevu mkubwa niguse jambo la kihistoria lenye hisia na uzito mkubwa kwa taifa letu. Kama taifa, tuna kumbukumbu ya majonzi na maumivu makubwa tuyapitia kwa tukio la tarehe 17 Machi mwaka 2021 pale ambapo tulimpoteza kiongozi wetu kipenzi, Rais wa awamu ya 5 hayati Dr. John Pombe Magufuli. Ukweli usiopingika ni kwamba tukio hili lilituacha sote tukiwa na majonzi, taharuki na giza nene. Mheshimiwa Spika, katika giza hilo nene la huzuni iliyogubika taifa letu, Mwenyezi Mungu alimpa ushupavu, ujasiri na utulivu wa kipekee Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na akawa faraja kubwa kwa Watanzania. Kiongozi huyu alisimama imara katika upepo mkali wa historia ya nchi yetu. Alichukua hatamu ya uongozi kwa utulivu, kwa busara na kwa ujasiri usioyumba. Na katika kipindi hiki alitufundisha kuwa utulivu sio udhaifu, bali ni nguvu ya ndani iliyotokana kwa Mwenyezi Mungu katika kushughulikia masuala makubwa ya kijamii, kiuchumi na kisiasa ndani na nje ya mipaka ya nchi. Mheshimiwa Spika, katika kipindi hicho kigumu, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alionyesha imani kubwa na hatimaye aliamua niendelee kumsaidia kwa nafasi ya waziri mkuu. Hili sio jambo dogo. Na yakumbuka maneno yake kwangu, na nukuu: Kasimu, tuendelee kushirikiana kulitumikia taifa letu, simamie shughuli za serikali. Namshukuru sana kwa moyo wa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa imani aliyoonyesha kwangu. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha uongozi wake tumeweza kusimama imara kama taifa. Tumesimamia tunu za taifa hili za amani na utulivu. Tumeendeleza miradi ya maendeleo iliyokuwa ya kimkakati na mengine inaendelea kujengwa, na huduma za jamii pia. Tumeimarisha demokrasia, tumeimarisha diplomasia, tumejenga uchumi na kujenga mshikamano wa kitaifa. Haya yote yametokana na uongozi imara wenye hekima wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo nimalizie kwa kusema kuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa mwalimu wa subira, kielelezo cha ujasiri, ustahimilivu na alama ya matumaini kwa kizazi hiki, na kiongozi aliyetoa mfano wa kuwa mwanamke anaweza kuongoza hata kwenye nafasi ya kitaifa. Lakini pia naomba nimnukuu Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu wa awamu ya 4, alisema, hapa Tanzania leo hakuna mwanasiasa maarufu kama Rais Samia, iwe ndani ya chama ama nje ya Chama cha Mapinduzi.